Kama mnavyofahamu, hii ni kamati mpya ambayo imeundwa na Mheshimiwa Spika. Kwa hiyo tupo katika utaratibu wa kawaida wa kuendelea kujifunza zaidi sekta yetu ambayo ndio tunaisimamia. Tunamshukuru Mungu kufika katika eneo hili, na nyinyi wenyewe wanahabari mmeshuhudia kwa kiwango gani gesi hii ina mchango mkubwa, na sasa imeweza kuwa na matumizi. Watu wengi wanatumia, watu wengi wanaomiliki magari. Kwa takwimu inaonyesha takribani magari 15,000 kwa sasa wanatumia hii gesi asilia ambayo inakuwa kwenye mgandamizo hapo na kwenda kwenye masuala ya kutumia kwenye magari. Lakini tunapenda kuipongeza serikali inaongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji huu unaoendelea, na wenyewe mmeshuhudia watu wanaenjoy. Na pia nitoa wito kwa wabunge wenzangu pia, sisi kama tupo mikoa ya jirani tunaweza tukapunguza gharama yale magari yetu, tuje tuweke mfumo huu ili utupunguzie gharama. Majimboni kule tunajigaramia wenyewe mafuta kutokana na fungu ambalo tunapewa na bunge, lakini unaona tuna kazi nyingi. Kwa hiyo tukitumia mifumo yote miwili, kuna maeneo utatumia gesi, kuna maeneo utatumia mafuta, itatuwezesha kuwatumikia wananchi wetu vizuri. Leo tumetembelewa na kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini, lengo ikiwa ni kuisimamia na kuishauri serikali, hasa Wizara ya Nishati, kwenye eneo hili la matumizi ya gesi kwenye magari na vyombo vya usafiri vyote, kwa maana magari, bajaji, pikipiki na vyombo vingine. Leo tumepata ushauri mzuri kutoka kwa wajumbe na Mheshimiwa Mwenyekiti wa kamati hii, na sisi tumepokea maelekezo yote ambayo tumepatiwa kwa ajili ya kuboresha sekta hii na kuwafikia watu wengi zaidi. Huduma hii imeanza hivi karibuni, lakini na sisi wenyewe tunaona tija, Mheshimiwa Mwenyekiti. Mara baada ya kuanza, mwamko umekuwa mkubwa sana, na kwa sababu hiyo tunajitahidi kuongeza kasi ya usogezaji wa huduma hii ya matumizi ya gesi kwenye vyombo vya usafiri. Tunaongeza kasi, na kwanza kama ulivyoona Mheshimiwa Mwenyekiti, juzi tumetoka kuzindua kituo kikubwa cha Puma ambacho kwa Afrika ndio kituo cha kwanza kwa ukubwa, ambacho kile kitatumika kwa ajili ya kuweka mafuta kwenye magari, lakini pia kuhudumia vituo vingine vidogo moja. Lakini pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi kama wizara tuliona jambo hili tuende nalo kwa kasi zaidi. Mpaka sasa hivi tumeshaagiza magari 5 makubwa kama hili lililoko hapa nyuma yetu, ambayo hayo yatatusaidia kwa mwaka huu wa fedha kupeleka huduma kwenye vituo ambavyo viko mbali, kwa maana ya Dodoma, Morogoro, Arusha, Tanga. Kule tunategemea ndani ya mwaka wa fedha tunao mipango madhubuti kuhakikisha kwamba tunapeleka huduma. Lengo ni kuhakikisha anayetoka Dar es Salaam anaweza kufika Dodoma na kurudi, anayetoka anaweza kwenda Arusha, na tutaendelea hivyo kwenye mwaka mwingine wa fedha kwa kadri ambavyo bunge litatutengea bajeti kwa ajili ya kufika angalau nchi nzima, na hasa maeneo ambayo ni highway, yanapitisha magari mengi. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kuhakikishia sisi Wizara ya Nishati kwa niaba ya Mheshimiwa Deo Ndejembi tumejipanga madhubuti kuhakikisha kwamba huduma hii ambayo wewe mwenyewe umesikia wananchi wakisema inatumika kwa ajili ya kuokoa fedha za wananchi, na hizo fedha zifanye shughuli zingine. La mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumepokea maelekezo yako kuhusiana na kubadilisha mifumo ya magari ya serikali, na tunakubali kabisa kwamba gharama iko juu sana ya uendeshaji wa magari ya serikali, na tumeanza mabasi haya mapya, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunayoona ya mwendo kasi, yale ya kijani, yote yanatumia gesi kwa sasa hivi. Na ukiacha hilo, mabasi yale zamani hata kuwasha AC ilikuwa ni changamoto, lakini sasa hivi ukipanda kwenye basi la mwendo kasi wamewasha AC safi kabisa, na kama ulivyosema Mheshimiwa Mwenyekiti, ni nishati safi, haichafui mazingira. Kwa hiyo tunakwenda hivyo na mipango madhubuti ya na sisi kubadilisha mifumo ya magari mengine inaendelea, na tumechukua maelekezo ya bunge na tutaendelea kuyafanyia kazi, Mheshimiwa Mwenyekiti, sababu tunajua nyinyi ndio mnaotupitisha bajeti na nyinyi ndio mnaotusimamia na ndio mnaotushauri kwa niaba ya wananchi. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.